إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بمشايخنا الكرام وإخواننا في هذا المسجد المبارك. كما أسأل الله رب العرش الكريم الذي جمعنا هنا أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله إنه أرحم الراحمين. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye aliyetuwafikisha kuweza kukutana leo hapa kwa taufiki yake na huruma zake, ambaye Allah tabaraka wa taala ametukutanisha leo hapa mbele ya mashekhe zangu na ndugu zangu. Tunamuomba Allah kwa huruma zake, taufiki yake, upole wake, kama alivyokuwa ametukusanya hapa, atukusanye tena siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, vikao hivi ambavyo tunavyokaa na hasa katika misikiti kama hii ina kheri iliyokuwa kubwa sana. Jaalia kwamba kile kitakachozungumzwa huenda usipate faida nacho kibinadamu, lakini tukule kukaa ukaungana na ndugu zako katika vikao kama hivi vina faida iliyokuwa kubwa mno. Miongoni mwa faida ma rawahu al-Imam Malik fi al-Muwatta, ni hadithi iliyopokelewa na Imam Malik ibn Anas katika kitabu cha Muwatta, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi ibn Abbas, na yeye ibn Abbas kapokea kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye mtume fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, katika yale aliyokuwa ameyapokea kutoka kwa Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama. Na sote tunafahamu Qur'ani jinsi gani ilivyotuelezea mtikisiko wa siku ya Kiyama, bali bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake sahihi alivyotuelezea mtikisiko wa Kiyama. Lakini kuna aina ya watu ambao watu hawa Allah tabaraka wa taala atakuwa amewahifadhi kwa rehema zake. Anasema mtume Muhammad sallam, anasema Allah atanadi siku ya Kiyama, aina almutajalisina fiya, wako wapi wale ambao walioketi kwa ajili yangu, alyawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhillu, leo niwafunike na kivuli ambapo hakutokuwa na kivuli ila kivuli chake mwenyewe Allah. Kwa mkusanyiko wetu huu tumeketi kwa ajili yake Allah, tunamuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Ikhwani wa ahbabi fillah, maisha haya ya ulimwengu ambao tunaoishi, ambao sote tunajua kwamba ni maisha ya muda mfupi, tuna safari ya kuelekea kwa Mola wetu, safari ambayo iliyokuwa ni ngumu, safari ambayo la yathbutu illa man thabatahu Allah, hatakuwa na uthubutu yoyote ila yule ambaye Allah amempa uthubutu huo, wala yaslim illa man salamahu Allah, wala hatosalimika ila yule ambaye Allah kamsalimisha siku hiyo. Inahitaji sana kumuomba Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Sote tunafahamu hadithi ya Bara ibn Azib
iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari, aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'ani. Huu msahafu ambao tunausoma mimi na wewe, iko nyumbani kwetu, misikitini, imejaa kila sehemu na imehifadhika katika nyoyo za wale ambao Allah alokuwa amewachagua. Aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'ani. Sikia ujumbe huu ndugu yangu katika imani, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ebu angalia aya ya mwisho kabisa kuteremka inayokuja kuhitimisha Qur'ani. Aya hii imo ndani ya surati al-Baqara. Allah anamalizia ujumbe huu wa kuhitimisha Qur'ani hii ambao ni maneno yake Allah, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku ambayo mtaorejeshwa kwa Allah, ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile ambalo ilokuwa imelichuma katika mgongo wa ardhi, rasilimali yake ya pumzi zake katika maisha haya ambayo Allah alimleta mwanadamu katika mgongo wa ardhi, akampa majaribio na mitihani. Kisha Allah anasema katika maisha hayo, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile ambalo ilikuwa imelichuma, wa hum la yudhlamun, hali ya kwa mwanadamu hatodhulumika kwa lolote. Ebu iangalie aya hii ndugu yangu katika imani, umejiandaa vipi safari yako ya kuelekea kwa Mola wako? Safari iliyokuwa ngumu, safari ambayo inahitaji maandalizi na huruma yake Allah. Unajiandaa vipi na safari kama hii? Wanazuoni masalafi ridwanullahi alaihim, akiwepo Ibrahim Taymi rahmatullah alayhi, anasema shay'ani qati'ani ladhata ad-dunya, mambo mawili kila nikiyafikiria yanaondosha kwangu mimi ladha na starehe ya maisha ya ulimwengu, ambao maisha haya mimi na wewe leo ndio yanayotushughulisha, ndio yanayotuhangaisha. Waja wema wanasema kila nikifikiria mambo mawili haya katika maisha yangu yanaondosha kabisa ladha ya maisha ya ulimwengu. Jambo la mwanzo, dhikrul maut, napokumbuka siku ambayo malakul mauti atakuja kuitoa roho yangu. Umesha tafakari ndugu yangu katika imani, umeshakaa chini ukaitafakari siku hiyo atakavyokuja malakul mauti kuja kutoa roho yako, utakuwa kwenye hali ya namna gani siku hiyo? Yeye anasema muktadha wa ile aya, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Yeye anasema nikifikiria siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu mimi, ladha na starehe za maisha ya ulimwengu yote yananitoka. Wewe ndugu yangu katika imani, unakula, unalala, unafurahi, unakwenda huku na huku, umeshatafakari siku hiyo ambayo iliyokuwa ni ngumu katika maisha yetu. La pili, ingelikuwa kufa ni kufa tu, bali ingelikuwa ni sahali, kama vile ambavyo waja wema walikuwa wametangulia
kwa kuichelea siku hiyo walitamani kwamba angalau mauti yangewamaliza, isiwe kitu kingine kote baada ya mauti. Lakini wanasema jambo la pili, kumbuka, waluqufu baina yadayhi subhana. Itakuwaje nikaja kusimama katika mahkama ya Allah tabaraka wa taala, katika kisimamo kilichokuwa kigumu, kisimamo ambacho mtu anatafakari itakuwaje Mola wake amuhisabie katika matendo aliyokuwa ameyafanya, kama bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anavyosema, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu tabaraka wa taala laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa nara وينظر أشأم منه فلا يرى إلا نار وينظر بين يديه فلا يرى وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Hakuna yote miongoni mwenu ila mtu huyo ataongea yeye na Mola wake, laysa bainahu wa bainahu tarjumani, hakutokuwa na mkalimani yoyote baina yake na Mola wake wa kumtafsiria, akae katikati baina yake na Mola wake. Kwa hali ile iliyokuwa ngumu, mtu yule ataangalia kulia kwake, hatoona ila yale ambayo alikuwa ameyatanguliza. Ataangalia kushoto kwake, hatoona ila yale ambayo alikuwa ameyatanguliza. Ataangalia mbele yake, hatoona isipokuwa moto uliokuwa mbele yake. Mtume anasema, fattaqun nara, muogopeni sana Allah, wala ubishiqi tamra, wala kwa uchache angalau kwa kokwa la tende. Ndugu yangu, kisimamo hicho cha siku hiyo kilivyokuwa kigumu, tumejiandaa vipi na siku hiyo ambao kila mmoja atalipwa kulingana na rasilimali ya maisha yake ameachuma vipi? wanadha'u almawazin alqist liyawm alqiyamah fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqalat habatin khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Lolote unaolifanya usione dogo katika mahkama ya Allah. Allah anasema tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, na hatodhulumika yoyote, japokuwa jambo lile ni dogo sawa sawa na chembe ya khardal. Siku hiyo italetwa. Ndio walikuwa wanaogopa hali hiyo. Wewe fanya unayofanya, lakini jua siku ya kiyama kuna mizani ya hakika ambayo Allah tabaraka wa taala atakuhisabia, si kwa kubwa wala dogo. Haya ameyasema Allah tabaraka wa taala. Bali ndugu zangu katika imani, safari yangu na yako inahitaji umakini na uthubutu wa kutenda matendo yaliyokuwa mema. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama rawa al-Imam Abu Daud rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab, qala kuntu inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fajaahu rajul, akaja mtu mmoja bedui huko. Faqala ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayu nasa afdal, nani katika watu aliyekuwa bora? Bila shaka mimi, wewe, sote kwa pamoja twatafuta ubora mbele ya Mola wetu. Ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah,
ayu nasa afdal, nani katika watu aliyekuwa bora? Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyoulizwa swali hili, wewe au mimi, ndugu yangu katika imani, pengine ungesema nani aliyekuwa bora? Tajiri fulani anamiliki uchumi. Nani aliyekuwa bora? Profesa fulani. Kwa bora ni mtu kadha wa kadha wa kadha. Lakini bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alisema ahsanahum akhlaqan, aliyekuwa bora ni yule mtu ambaye mwenye tabia iliyokuwa nzuri, tabia akhlaqi iliyokuwa nzuri. Yule sahaba akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa ayun nasa aqyas, nani katika watu ambaye aliyekuwa bora, mtu aliyekuwa bora? Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nani aliyekuwa na akili? Ya Rasulullah, ayu nasa aqyas, nani mwenye akili? Jibu la bwana mtume, aktharuhum lilmauti dhikra, ni mtu ambaye mara nyingi amekaa anatafakari mauti, akijua kwamba itakuwaje siku hiyo ya kuja kutolewa roho yake. Huyu ndiyo mtume anasema mwenye akili. Huyu ndiye aliyekuwa mtu sawa sawa, mtu ambaye kila wakati anakumbuka ipo siku malakul mauti atakuja kuitoa roho yangu. Nitaachana na mke wangu, nitaachana na watoto wangu, nitaachana na wazazi wangu, jamaa zangu, rafiki zangu. Itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu kwa sura ya malakul mauti mwenyewe? Ukiangalia siyak ya aya, mashekhe zetu hawa wanatufundisha. Ukisoma Qur'an utaona malaika ambao Allah amemkalifisha kutoa roho. Utaona utoaji wa roho Allah ameapa, wanaziati gharqa. Allah anaapa kwa malaika wenye kutoa roho za watu wabaya kwa nguvu. Mtu anatafakari itakuwaje wakati huo? Hivi wewe umejiandaa vipi? Au dunia hii ambayo leo tulokuwa nayo ndio ambayo inaotughurisha mimi na wewe? Tunasahau hata muda wa kuketi kumwomba Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Dunia limetutawala. Kisha mtume akasema, aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule ambaye mara nyingi anakumbuka atakufa, lakini si kufa tu, wa ahsanahum lima ba'da isti'dadan, akajiandaa na safari hiyo ya kutana na Mola wake. Ndugu zangu katika imani, leo mal asaf tunakwenda kuzika makaburini. Tukifika makaburini pale utashangaa, huyu anazungumzia mpira, huyu biashara, huyu anachati na mtu fulani, mtu kadha, kana kwamba jambo lile lilowapeleka pale haliwashughulishi wala hawana habari yoyote, kana kwamba wanakwenda kupeleka mzoga pale. Hajui nani anayefuata pale. Qala A'mash rahmatullah alayhi, anasema Imam A'mash, kunna nashhadu aljanaza, tulikuwa sisi tunapokwenda kuhudhuria, kwenda kuzika jeneza, tunakwenda kuwastiri wenzetu. Tukifika kule, wala nadri man almu'azza fiha, ukitazamana sura unashangaa, unaweza kudhani huyu ndio aliyefiwa huyu. Hapana, au ni huyu. Kila unayemuona pale ana athari ya uzito wa kutafakari, itakuwaje siku ambayo yeye ndiye amebebwa pale. Anasema la nadri man almu'azza fiha, hatujui nani aliyefiwa. Kila unayemtazama uso wake umejaa tafakur. Leo unawakuta watu Waislamu wako makaburini
watu wanazungumzia habari za mipira. Mtu anazungumzia mpira mpaka malaika wanamshangaa. Mipira pale, na unaona kaburi liko pale. Anasema A'mash, wala nadri man almu'azza fiha likathrati albaqi. Watu wadondokwa na machozi, mtu analia hali ile. Anasema inma buqahum ala anfusihim, hawamlilii huyo ambaye aliyekuwa amekufa, wanakwenda kumzika pale, wala hawana habari hiyo juu ya yule. Wanajua yule ameshapita marahil 3. Kwanza, mtu yule ameshaonja kilevi cha mauti. 2, kauona uso wa malakul maut. 3, maisha ya barzakh. Anasema inma buqahum ala anfusihim, walikuwa wanalia kwa sababu ya nafsi zao, la ala almayt, sio kwa sababu ya mauti ya maiti ile. Ndugu yangu, hivi wewe unapoona safari hiyo katika makaburi, kitu gani kinakuchukua? Jambo la mwanzo unafikiria nini katika makaburi? Mpaka ufike mahala uanze kuchati katika makaburi. Wengine wazungumzia biashara za riba pale makaburini. Wengine vijana wachati katika mambo ya haramu pale makaburini, ambapo waja wema waliokuwa wametangulia walikuwa hakuna sehemu wanaogopa inawatisha kama makaburini. Wa kwanza tuchukue kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Imam Ahmad min hadith al-Bara ibn Azib. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Bara ibn Azib katika hadithi hii. Ndugu zangu katika imani, ebu zingatia, ikiwa hii ni hali ambayo ilimpata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anasema Bara, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajul min al-ansar. Tulikuwa sisi pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumekwenda kumzika mmoja katika maansar, wenyeji wa Madina. Fajalasa Rasulullah sallam ala shafir alqabr, mtume akaenda kuketi pembeni kule, pembeni ya kaburi. Hakaa kaburini, kukaa juu ya kaburi haram, kaketi pembeni kule wakati watu wanazika pale. Bara na masahaba wanamwangalia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fabaka hatta balla thara, mtume analia. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambaye kipenzi cha Allah, maasum, hana dhambi, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah alishamsamea madhambi yake yote yaliyopita, yajayo. Yeye ni maasum, hana dhambi. Anaona jeneza anavyochukuliwa mwanadamu, sahaba wake, mwili ule unachukuliwa, anaingizwa ndani ya mwanandani. Mtume analia, machozi yanatoka, yanadondoka kwenye ardhi, yanaonyesha athari katika ardhi. Anawageukia masahaba, anawageukia masahaba zake, anawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, limithli hadha, mfano wa ndugu yetu huyu, faiduhu, jiandaeni, anzeni kujiandaa. Wakati huu ni mgumu, wakati huu ni mzito. Anayesema haya ni mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wewe uko makaburini, hujali, hushtuki,
Unaona pale kuta, unaona miti, unaona ardhi juu, kumbe ndani ya kaburi kuna maisha mengine. Rawa al-Imam Ibn Majah fi sahih min hadithi Uthman ibn Affan. Kana Uthman ibn Affan idha waqafa inda al-qabr, Uthman alipokuwa anasimama mbele ya kaburi, anaangalia hapa amezikwa kaka, hapa rafiki, hapa baba, hapa mama, hapa mjomba, hawa ndugu zangu. Anaangalia mandhari ya kaburi. Uthman ibn Affan dhu nuraini, 11 almubashirina fil janna, ameoa mabinti wawili wa bwana Mtume Muhammad sallam, amebashiriwa pepo, anatembea juu ya mgongo wa ardhi, anatembea kwenye ardhi hii. Masahaba wanamuona, wanasema huwa min ahli janna, huyu ni wa peponi, anachosubiri ni mauti tu. Anakwenda Uthman mbele ya kaburi, analia, machozi na yeye yanamtoka mpaka yanagusa kwenye ardhi, yanagusa kwenye ardhi ambao wewe hujali, unakanyaga tu kana kwamba chini kuna mizoga isiyokuwa na maana yoyote. Analia Uthman na yeye machozi yanagusa kwenye ardhi. Wanamwambia tudhkarul janna wa nar, mbona inatajwa habari ya pepo na moto, huonyeshi athari kama hii ambayo leo unalia kiasi hichi? Kwa nini wewe machozi yanakutoka katika hali kama hii? Anasema naam, kwa nini nisilie wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-qabr awwal manazil al-akhirah, kaburi ndio nyumba ya mwanzo ambayo mtu anateremkia hapo kuelekea akhira. Fa in naja, ikiwa tafaulu katika maisha ya kaburini, fama ba'dahu aysara minhu, baada yake inakuwa ni wepesi. Ikiwa hakufaulu ndani ya maisha ya kaburini, baada ya hapo ni pagumu sana. Siku anaokuja kufufuliwa watu, Uthman anatafakari siku hiyo ambao watu Allah anasema yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, watu wanatoka katika makaburi kana kwamba nzige, hawajui wanatoka wapi, wanaelekea wapi. Kila mmoja ya Rabbi nafsi nafsi nafsi. Sikwambii watu, hata mitume wa Allah ilifikia mahala kama katika hadithi ya shafaa, wanamwendea Nuhu, wanamwendea Ibrahim, wanamwendea kadha mitume wote, na wote wanasema mimi mwenyewe sijui leo hali ikoje. Uthman anatafakari hayo, wewe hujali. Kisha Uthman anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia mtume anasema ma ra'aytu manzaran qat wal qabru afdal, sijaona mandhari yoyote ambayo ya kufurahisha, lakini kaburi inatisha, kaburi inatisha. Hivi wewe umeshajaliwa na Allah kuingia ndani ya kaburi? Hebu angalia mwana ndani jinsi ulivyo, hebu angalia, hebu ona Allah alivyosema ndani ya Qur'an. Sisi ni majeuri tu hapa, pumzi zetu zinatudanganya kuwa na kibri. Pumzi hizi tunazovuta hivi sasa zinatudanganya sana. Hivi ndugu zangu, Allah alivyosema kwenye Qur'ani, kalla idha balaghat at-taraqi, huu jeuri wenu huu sio huo. Hivi roho inavyofika mahala wakati inataka kutolewa roho, wakati yule inatolewa roho inafika kwenye mitulinga hii ya mabega, waqila man raq, watu wako spidi
Nani ambaye ataweza kumstiri mgonjwa huyu? Ndugu yetu, baba yetu, mama yetu, shangazi yetu, rafiki yangu, mke wangu, mume wangu? Nani, daktari gani aliyekuwa bingwa? Unaweza ukaona kwamba jamani, sio wilaya hii tu, pengine tumpeleke nje au mkoa au nje ya nchi. Waqila man raq, nani tabibu aliyekuwa bora wa kumtibu hapo? Lakini wadhanna annahu alfiraq. Ni wakati mnahangaika, yeye ana yakini kwamba safari ya kuelekea kwa Mola wake anayo. Sasa sikiliza Allah anavyosema hapa, waltafatu saqu bisaq. Ndugu yangu katika imani, umeshaosha maiti, umejaaliwa na Allah ukaosha maiti. Mtu ambaye alikuwa anasimama Temeke hapa anasema hivi, hakuna anayepita hapa. Ushaona mtu yule au mfano wa wale alivyokata roho wakati anakoshwa, anavuliwa nguo yake, unachukuliwa mguu huu na mguu huu, vinaambatanishwa hapa, sanda anavingilishwa nayo. Baada ya kuoshwa, katawadhishwa, anavikwa sanda. Allah anasema waltafati saqu bisaq. Sikia aya inayofuata, ila rabbika yawma idhin. Siku hiyo watu wote fikra zao wako na wewe. Siku hiyo ni kuchungwa, kupelekwa kwa Mola wako. Simu nyingi sana, wanazika saa ngapi? Itaswaliwa wapi maiti? Jamani, ni saa 10, saa 7, saa 5? Kuna aina za watu pale, wako ambao kukuonyesha wewe si tena mtu wa hapa, una thamani tena wewe. Inawezekana wallah ukaona watu labda wanataka kutabikisha sunna ya Mtume, asri'u bil janaza, yarakisheni kwenda kuzika, ukadhani watu wanatoa fatwa pale msibani, wao ukadhani watu pale wanazungumzia masala kwamba ya kheri wende ukazikwe pale. Kumbe watu washaplani, usichelewe wewe. Wao wana shughuli zao, kuna mechi Manchester na Liverpool, wanataka wakaangalie. Jamani, mvua zinazikanyesha majira haya, jua kali, bora mapema. Wanataka uwape fursa wa kumalize, wa kuondoshe. Wewe una thamani tena. Wanataka kushughulika na mambo yao yalokuwa kwao wanaona ni ya muhimu. Ona thamani ya mwanadamu. Tujiandae na safari hiyo. Ndiyo maana ndugu zangu katika imani, unapopata rasilimali ya pumzi zako katika maisha haya ya ulimwengu, Allah amekuwafikisha, kakupa pumzi, kakukirimu, amekupa neema ya Uislamu. Kabla haujafika wakati ukajuta si lolote si chochote, tumia wakati wako huu kama anavyosema mmoja katika waja waliokuwa wema, nati ila dunya wa nahnu sawasiya, tiflu almuluk huna ka tiflu alhashiya, wa nughadiru min ad-dunya wa nahnu kama tara mutashabihuna ala alqubur alhafiya. Anasema Abul Atiya, ukitaka kuangalia kinachotushughulisha ni kitu gani, hebu tuangalie maisha yetu tunayoishi ndugu zangu, utaangalia thamani ya mtu iko wapi. Anasema nati ila dunya wa nahnu sawasiya, tunakuja kwenye ulimwengu huu wote tuko sawa sawa, wote sawa sawa. Tiflu almuluku huna ka tiflu alhashiya. Mtoto anayezaliwa, mtoto yule hata wakiwa wa mfalme, wa marais, wa mawaziri, wenye vyeo, matajiri, njia anayokuja nayo ya kuzaliwa kuja ulimwengu ni ile ile. Lakini mtoto huyo anayekuja kuzaliwa
ni njia ile ile, kama vile ambavyo mtoto wa yule ambaye maskini hohe hahe, ambaye anaishi anatafuta pengine luqmatul ish, kwenye kuzaliwa huyu atazaliwa kwa njia ile ile na huyu katika njia ile ile. Wanapokuja kwenye maisha haya, lakini wanughadiru min ad-dunya wa nahnu kama tara, tunaondoka kwenye ulimwengu huu hivyo hivyo kama mnavyoona, mutashabihuna ala alquburi alhafia, na sote tunakwenda na sanda tu, sanda tunafanana. Hakuna kwamba huyu tajiri sana mfalme muislamu huyu tamvika sanda 10. Moja wajib, sunna zile 3, 2 inakuwa 3 zile zile. Tajiri ni hizo 3, maskini hoye hai ni hizo 3. Mutashabihuna ala alquburi alhafi. Mkiingizwa ndani ya mbona ndani, wote mtalia ubavu wa kulia. Uwezo ukasema huyu kwa sababu alikuwa ni tajiri, huyu tumvishe viatu. Peku vile vile, kama vile masikini. Kama tulivyokuja kwenye ulimwengu huu, ndivyo tutakavyoondoka kwenye ulimwengu huu. Mutashabihuna ala alquburi alhafia. Kitu gani chenye thamani kwetu sisi? A'maluna, matendo yetu, ibada zetu, swala zetu, umra zetu, haji zetu, sadaka zetu, qiyamul layli wa kadha wa kadha, matendo yaliyokuwa mazuri ambayo ndio mtu anaweza akayafanya. A'maluna, matendo yetu yakiwa mazuri alhamdulillah, yakiwa mabaya ayadham billah, Allah tukinge na tustiri. Lakini anasema a'maluna tu'li, ndio atakao tunyanyua daraja mbele ya Mola wetu, watakhfadhu sha'nana, na kama mabaya itakuwa ni hasara kwetu sisi. Lakini wahisabuna, hisabu yetu bilhaqi yawm alghashia, hisabu itakuwa ya haki kabisa. Yawm alghashia, siku ngumu, siku ambayo kila uso wa mtu unaonyesha athari ya huzuni, haijui mbele ni vipi. Yawma yafiru almar'u min akhihi, mtu anamkimbia ndugu yake mwenyewe ambaye dunia hii alikuwa hakubali ndugu yake asontwe kidole, lakini siku ya kiyama mtu anamkimbia ndugu yake mwenyewe. Wa ummihi wa abihi, anamkimbia baba yake, hata mama yake ambaye ndio mwenye thamani, mwenye haki ya kwanza kumfanyia wema, anamkimbia. Wa sahibati, mkewe hana thamani, wanakimbiana, bali mtu anamkimbia mpaka watoto wake mwenyewe. Nini hisabu hapo itakuwaje mbele yake? Wewe umejiandaa na hali hiyo ndugu yangu katika imani? Anasema ikiwa katika hali ile kuna pepo na moto, mfano wa pepo hurun, kutakuwa kuna mahurul ain, wa anharun, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya kadha wa kadha wa kadha. Anharun, kusurun, kutakuwa kuna makasri, majumba kweli kweli ya kila namna, alia, iliyokuwa ya juu mazuri. Lakini wa jahannama, kutakuwa kuna jahannam, moto, tusla wa narun hamia, na moto ambao wenye kuwaka vizuri, ambao moto ule wenye kubabua. Haya yote Allah ameelezea pepo ikoje na moto ukoje. Sasa anasema fakhtari nafsik, leo kaa chini, itafakari nafsi yako, ma tuhibu wa tabtaghi, lile ambao unaolipenda na unalitaka ulipate baada ya maisha ya ulimwengu. Maadama yaumuka wa layali albaqiya, maadamu una fursa ya kuweza kutumikia maisha yako yaliyokuwa yamebaki kurejea kwa Mola wako. Wa ghadan, lakini kesho, masiratan, ndio mwelekeo wako, la turaji baada, huwezi ukarejea tena katika maisha ya ulimwengu.
imma aljinani alkhuld, ima pepo utakaa milele na milele, wa imma alhawiya, au utaingia motoni. Ndugu zangu katika imani, kaa chini, tafakari fursa ambayo Allah alikuwa amekupa katika maisha ya ulimwengu. Wewe mwenyewe kaa chini, itafakari nafsi yako, kama anavyosema Ibn Qayyim rahmatullah alayhi. Anasema mwanachuoni huyu Ibn Qayyim, unzur ila halika alladhi anta alayhi alyawm. Wewe kaa chini, tafakari tu hali yako ambayo wewe ulikuwa nayo leo, kwa sababu sote tulokuwa hapa, kila mmoja anaongea nafsi yake, anajua, kila mmoja anaijua nafsi yake. Mimi na matendo yangu mazuri, mimi na matendo yangu mabaya, kila mtu anaongea nafsi yake. Unzur ila halik alladhi anta alayhi alyawm, in kana yasluh lilmaut walqabr fastamiru alayhi. Ukiona kwamba hali ulokuwa nayo wewe inafaa kwa mauti na kuingia ndani ya mwanandani na kusimama kwenye mahakama ya Allah, alhamdulillah, dumu nayo, endelea nayo. Wa in kana la yasluh li hadhain, ikiwa unaona hapa nikitelemkiwa na malakul maut kuitoa roho yangu, ndio kwenye wakati mgumu, je, kaburini itakuwa kwenye hali ya namna gani? Ukiona mambo haya haendi, fatubu ila Allah, rejea kwa Allah haraka sana, rejea kwa Allah kabla hujapitwa na wakati. Hii ni fursa yako leo katika maisha haya, ndugu yangu katika imani. Malik ibn Dinar, huyu ni mwanachuoni mkubwa, aliona jinsi gani ya kuiwaidhisha nafsi yake mwenyewe. Anasema, ataitu alqubura, nilikwenda makaburini, fanadaituha, nilipofika makaburini pale peke yangu, kwa sababu ni mtume katuhimiza, zuru alqubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah, zuruni kwenye makaburi, kwa sababu makaburini ukifika pale kuna kukumbusha akhera. Kwa huyo alivyokwenda pale, na wewe ndugu yangu, jenga tabia, sio uende kwenda kuzika tu. Makaburi yapo, funga safari siku moja, nenda fika pale, angalia alama ile ya makaburi, ona waliolazwa pale. Usisubiri kwenda kuzika tu. Ukifika pale, kwanza jua Allah amekuchagua ili uwaidhike, utubie, urejee kwake yeye. Kufika pale makaburini, wanasema wanazuoni, ili nirudi kwenye kisa cha Malik bin Dinar, عندما تحضر جنازة الأخ أو صديق أو عزيز لك في المقبرة, yani wewe Allah kikujalia ukatoka nyumbani kwako kumsindikiza mmoja katika marafiki zako, ndugu zako, jamaa zako wa karibu makaburini, au mtu wako ambaye unayemthamini kafa, ukampeleka pale makaburini. Watara bi ummi ainik, kisha ukakaa pale ukaona kwa macho yako mawili. Nini unaviona? Kaifa yarmuna turaba alayhi, jinsi gani watu wanavyoshindana kushika koleo kurusha mchanga mule. Anasema watayaqan, na unayaqini kabisa, bi annaka lan tarahu maratan thaniya fi hadhihi dunya, na unajua hutoweza kumuona tena huyo kipenzi chako uliyemsindikiza katika maisha haya ya ulimwengu, kumuona tena mara ya pili. Anasema indaha satudrik bi anna alhiqd walhasad watakabbur la qima lahum fi a'yun, ndio utajua kwamba sasa hapo hamna mjanja, hakuna mwenye kibri, mwenye hasad, mwenye chochote,
pale ambapo ukitazama mwisho wetu sisi ni hapa, lazima urejee kwa Allah. Sasa Malik bin Dinar rahmatullah alayhi ameondoka akaenda makaburini. Alipofika pale akaita, jamani wewe, anasema fanadaituha, nikaanza kupiga ukelele kuita watu, aina almu'azzam walmuhtaqar, wako wapi leo ambao waliokuwa mabwanyenye? Wako wapi? Wako wapi wale ambao almuhtaqar, waliokuwa wanadharaulika katika maisha ya ulimwengu? Wako wapi leo? Anasema wa aina almudhillu bisultanihi, wako wapi wale ambao aliyekuwa akiwadhilisha watu kwa mamlaka na madaraka yake? Wako wapi leo? Wa aina almuzakka idha ma iftaqar, wako wapi wale ambao walikuwa wakijifakharisha katika maisha ya ulimwengu kana kwamba hawatokufa? Wako wapi? Tafanau jami'an fama mukhbir, wote wamekwisha hapa, hamna atakayekupa habari tena, wote hawapo. Anasema wamatu jami'an, wote wamekufa, wamata alkhabar, na habari zao zote zimekatika. Wasaru ila malik alqahir aziz almuta idha ma amar, wameenda wapi hao? Wamekwenda kwa yule ambaye mfalme wa wafalme, ambaye mfalme huyu ni yule ambaye anapoita watu huitika, yule ambaye mwenye kuamrisha watu hutekeleza, ambaye ni Allah, mfalme wa wafalme. Taruhu wa taghdu banatu thara, dunia ina thamani. Anasema wanakwenda wanarudi watoto wanaoingizwa ndani ya mwanandani, ambao wadudu ndio wanaokuja kushambulia mili ile. Ndugu yangu, fatamhu mahasina tilka suwar, habari zao zimekatika tena, hakuna habari tena juu yao. Lakini faya sail an unasi qad madaw, ewe ambaye unauliza juu ya watu ambao walikuwa wametangulia, wamepita huko, amma laka fiha ma tara mu'tabar, huzingatii wewe, huzingatii wewe hali iliyopo, au unaishi katika mgongo wa ardhi kana kwamba wewe hutokufa tena? Ndugu yangu katika imani, mara nyingi mimi wanapiga mfano huu nikizungumzia haya, kutaka kujua kwamba safari ya dunia si lolote, si chochote, yataka tuandae safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Malik bin Dinar anasema yaishasahaulika tena yale yao, nani ana habari nao tena? Hakuna. Wewe ndugu yangu katika imani, Dar es Salaam hapa, toka fika tauni kule Posta, kule Samora, wapi tauni kule ukifika, angalia juu kwenye yale majumba yale, unakuta nyumba hii imejengwa mwaka 1920, 1930, 1942. Yale majumba yanaandikwa kule, yale ambao unakuta kule. Umeshaona yale majumba? Kisha wako wapi waliokuwa wameyajenga yale majumba? Wamechuma walichochuma, viko wapi walivyokuwa wanavimiliki katika vile vitu? Si Allah mwenyewe katupigia mifano ili tujue thamani ya dunia hii, ambayo leo tunasahau maisha ambayo tunakwenda kuyaishi. Unaweza wewe ukaishi katika ulimwengu miaka 20, 30, enda sana miaka 80, wewe unapigiwa mfano kwenye mtaa, mzee fulani. Mimi eji yangu sasa hivi sisi wadogo sana, lakini mazingira leo yanatupeleka tunaanza kuingia kwenye uzee. Mili yote imechoka. Watu leo wanapiga energy za kutosha,
Mtu hawezi akakaa wiki hajameza kidonge, wiki mbili hajameza hata Panado, Diclofenac. Ni ngumu sana. Mimi nimeshakataa. Mimi bana, kila ikipita wiki mbili napiga hina za Brownsville, piga hina, lakini maumbile yanakataa kwamba safari tunakwenda. Yani hakuna kubadilika, tunakwenda. Sasa ukitaka kuijua thamani ya dunia, Allah ameielezea. Ebu ndugu yangu nisikilize kwa makini. Hii ni Qur'an. Allah anasema na Qur'an, kam taraku min jannatin wa uyun. Aya unaisoma hii, kam min jannatin, kam taraku min jannatin wa uyun. Wako wangapi tunawajua mimi na wewe, pengine tumewasoma kwenye historia, wamepita huko, au wengine tumediriki tukawaona, tumeishi nao. Wakam taraku min jannati wa uyun. Wako wangapi ambao wameacha mabustani waliokuwa wanayapenda, mashamba. Mtu anamiliki shamba eka 50,000, eka 100,000, eka 1,000. Wa uyun, mito, bahari. Watu wameacha hayo. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Wameacha matunda na vyakula vya kila namna walivyokuwa wanavipenda, bali wameacha makasri, majumba. Mtu anaacha majumba. Ndugu zangu, unaweza ukafika sehemu ukuta mtu kaporomosha kasri hilo, unauliza hivi hili ndio White House? Akamwambia bana, hii mbona ya fulani tu, tunaswali naye pale. Hana sio moja tu, ana 3 kama hizi. Ameacha hayo. Haina maana kwamba ikuwa na nyumba nzuri kubwa haifai, bali Mtume anasema 4 min as-saada, mambo 4 ni katika furaha ya kheri kwa Muislamu. Miongoni mwao albaytun wasi'a wal markabun hani wa jarun salih. Kisha akasema wal mar'atu. Allah anasema kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matun kanu fiha faqihin. Wameacha vyeo vya kila namna walivyokuwa wanafurahia. Lakini nini vyote hivi ambavyo mwanadamu alikimbilia akavichuma, akaenda mbio? Allah anasemaje? Kadhalika awrathnaha qauman akharin. Wanakuja kuvirithi watu wengine kabisa. Pengine yule mtu ambaye ulikuwa wewe hata salamu hutaki kumpa, unaona kinyaa kumpa mkono, ndiye mtu ambaye anakuja kuirithi mali yako kisheria kabisa. Umekufa wewe, imepita mirathi, mkeo kapata katika thumni yake. Katika thumni ile, miongoni mwa thumni zile kapata jumba. Anakuja mtu anamposa, anamuoa, sheria inakubali. Anakuja kulala kwenye kitanda kile kile ambacho wewe msikitini ulikuwa unamkimbia usipangenee swafu moja. Nini? Dunia halina thamani yoyote. Mmoja katika wanazuoni, bali khalifa, akizuonisha dunia haina thamani, Harun al-Rashid, mcha Mungu huyu khalifa, alivyofika kwenye sakarati al-maut, anaumwa, aliwaambia, nionyesheni sanda yangu nitakayovingishwa nayo. Khalifa, sikwambii wa dola kama Tanzania, dola ya Kiislamu. Wakati huo Spain huko
njoo Shamu yote, njoo mpaka Misri huku, yani nusu ya dunia. Khalifa anaongoza baiti mali na kila kitu. Anawaambia, nionyesheni sanda yangu niione. Wanaambia, bana, hii hapa. Nionyesheni kaburi langu mtakalokuwa mnaniweka baada ya kifo changu. Waambia, kaburi pale. Kisha anasema, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, mali yangu leo hainisaidii chochote. Halaka anni sultaniya, ukubwa, cheo, vyote leo ndio mwisho wake. Anakwenda kwa Allah na sanda, mengine yote anayaacha. Sasa wewe ndugu yangu katika imani, tunakumbushana haya ili iwe nafasi yangu mimi na wewe kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Swali fupi sana, madha a'adta li awwal layla tabituha inda al-qabr? Umeandaa jambo gani la usiku wako wa mwanzo utakaoingia kulala, usiku wa mwanzo utakaoingia kwenda kulala katika mwanandani? Amma alimtu, kwani hujui wewe, anaha laila, kwamba usiku huo shadida, ni mzito sana. Baka minha alulama walhukama, wamelia mpaka wanazuoni kwa safari ile. Wewe ndugu yangu katika imani, umejiandaa vipi na safari hiyo adhimu, ambao safari hiyo inahitaji msaada mkubwa sana kwa Allah tabaraka wa taala katika maisha haya? La ta'man, usijipe matumaini kabisa kabisa kabisa, annaka idha asbahta amsaita, kwamba wewe ukipambazuka tu jioni wewe upo. Yani wewe usijipe matumaini, annaka idha asbahta amsaita, kwamba jioni, asubuhi ukiwa umepiga chai yako pale nyumbani, umetoka, umeamka vizuri, umekunywa chai, umevaa, unaenda kazini, kwamba jioni wewe utakuwepo. Hapana. Wa idha amsaita, na pili jioni ukiwa upo na familia yako, asbahta, asubuhi utakuwa uko hai wewe. Hapana. Fakam min insani, wako wangapi katika wanadamu, asbaha wala yumsi, asubuhi tuko nao, tunafanya shughuli pamoja na kazi, lakini jioni hawapo. Wako wangapi watu wa namna ile? Wakam min insani, wako wangapi katika watu, amsa wala yusbih, jioni tuko nao, asubuhi tupata habari kwamba bwana fulani tuliswali naye isha akasikiliza muhadhara au kadha, au yule aliyekuwa anatoa muhadhara, jamani, asubuhi hatuko naye tena. Twazungumza tu, kumbe malakul mauti anatuangalia, nani miongoni mwetu? Anasema Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, wa kam min insani, wako wanadamu wangapi, labisa thawba, wamevaa nguo wanaoipenda kweli kweli, walam yakhla'u illa al-ghasil, hakuna anayeweza kuivua yule, au hajaivua yeye, anakuja kuivua muoshaji wa maiti. Wao umekatika pale, watu wanakuchukua, wanakutoa hospitali, wanakupeleka nyumbani na jinzi lako na suti yako na kanzu yako, kisha wanaangaliana nani aje amuoshe huyu. Ndiye anakuja sasa kukuvua lile jinzi lako. Unajua kuna majinzi mengine ndugu zangu mpaka unaambiwa shika huko, unashika kwenye kitanda za vijana. Sasa inavutwa ile. Wewe wako wangapi tunawajua katika hali ile? Bali anasema rahmatullah alayhi, wa kam min insani, wako wangapi wanadamu,
kharaja min ahli, ametoka nyumbani anafurahi yeye na familia yake na watoto wake, wameketi lunch leo nini, dina nini leo, anafurahi anacheka. Fahayau lahu ghadahu, wanamwandalia chakula anachokipenda yeye, au ashahu, au chakula cha usiku anachokipenda. Lam yaakulu, naye hali. Wanakuja kula watu walokuja pale msibani, wako wangapi? Lakini ndugu zangu, wakam min insani nama min firashi, wako wangapi ambao wamelala kwenye vitanda vyao vizuri kabisa, walam yakum min firashi illa inda qabri, hawaamki kwenye kitanda, wanakuja kuamshwa na malaika Munkar na Nakir. Chukua tahadhari wakati wote wa maisha yako. Tumuombe sana Allah atupe mwisho uliokuwa mwema, na aturuzuku Allah mwisho uliokuwa mwema. Hali ya kila mmoja, hakuna anayekufa vizuri kwa sababu ya ujanja wake, hapana. Unakufa, Allah atujalie, yani hakuna anayekufa kwa sababu ana akili, ni taufiki ya nani? Kwa kila mmoja miongoni mwetu amwombe Allah amruzuku, ampe mwisho uliokuwa mwema. Yale ambayo nilikuwa nimepatia kwa msaada wake Allah, yale mapungufu ambayo yalikuwa yamejitokeza ni yangu ya kibinadamu na sheitani pengine kunisahaulisha katika haya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.